Matumaini yangu ni kwamba mumeamka salama, wasikilizaji wa Radio Okapi. Huu ni wakati wa kuweza kufuata taarifa zetu katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kwanza huu ni mtasari wake. Mjini Bunia, serikali inaomba wafadhili kuweza kujenga vituo ambavyo vinaweza kuendelea kutumiwa hata baada ya kuweza kumalizika kwa mlipuko huu wa Ebola. Wakati huo ni serikali ya Uganda ndiyo imetoa msaada wake katika eneo la kijiji cha Aru jimboni Ituri kwa ajili ya kuweza kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola. Na mjini Lubumbashi ni mkutano wa kwanza wa kitaifa unaohusu mafuta ya gari ndiyo uliweza kufanyika katika lengo ya kuweza kuzungumzia hasa kuhusu uchumi na maendeleo katika sekta hiyo nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengineo ni katika taarifa hizi. Punde kidogo ni taarifa kamili. Amani kwenu nyote wasikilizaji wa masafa ya amani. Tuanzie mjini Bunia ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuomba wafadhili wanaohusika hasa katika pambano dhidi ya ugonjwa huu wa Ebola kuweza kujenga vituo vya afya vya kuweza kudumu ambavyo vinaweza kuendelea kutumika hata baada ya kuweza kumalizika kwa mlipuko huu wa Ebola. Lengo kuu ya hatua hii ni kuweza kuimarisha mfumo wa afya na kuwezesha vituo hivyo kuweza kuhudumia pia wagonjwa wengine wasiokuwa wa Ebola. Waziri wa masuala ya kijamii na hatua za kibinadamu Eve Bazaiba ameweza kuweka umuhimu wa kuwekeza katika miundombinu ya kudumu sababu vita imeweza kuharibu vituo vingi vya afya katika jimbo la Ituri. Na katika eneo la afya la Aru karibu na kilomita 216 kaskazini mwa Bunia ndiko basi wamepokea ambulance 5, vitanda 15 na godoro ama matla 15 pamoja na vifaa mbalimbali vya matibabu kutoka kwa serikali ya Uganda. Msaada huo umeweza kulenga kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kuweza kusaidia maeneo ya afya ya Ariwara, Aja, Angba na Adi ili kuweza kuwahimiza wagonjwa na watu wengine wote namna ya kuweza kuepukana na ugonjwa huo wa Ebola unaomaliza watu 20. Daktari mkuu wa eneo la afya la Aru, Jacques Amanga, anasema msaada huo utaimarisha huduma na hatua za kuweza kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu wa Ebola. Turudi hapa mjini Kinshasa ambako pia upuuzi unaendelea kutajwa kwa watu wamoja wanaopinga uwepo wa ugonjwa huu wa Ebola. Viongozi katika sekta ya afya katika jimbo 5 za DRC zinazokumbwa hasa na ugonjwa huu wa Ebola bado wanakutana na upinzani kutokana na baadhi ya wananchi ama raia ambao wanaendelea kujiswali yaliyo mengi kuhusu ugonjwa huu wa Ebola. Watu wamoja wanaendelea pia na upinzani wa kuweza kuzingatia hata kuweza kunawa mikono na kuweka umbali wa mazishi salama. Wataalamu wa afya wanasema kuwa hali hii inaweza pia kuchangia kuenea kwa ugonjwa huu. Shirika la Afya Duniani OMS limeweza kutangaza kuwa ugonjwa huu wa Ebola bado unaenea kwa kasi katika baadhi ya maeneo ya nchi. Zaidi ya watu 1000 wamekwisha kufariki tangu kuanza kwa mlipuko huu wa 17 uliotangazwa tarehe 15 Mei mwaka huu tunao. Tujielekeze huko Mbujimai ambako wananchi wanaendelea kukumbwa na mabadiliko makubwa ya hali ya hewa. Usiku kuna joto kali, asubuhi hali ya hewa huwa na baridi mbele ya joto kuweza kuongezeka tena wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa na afya wanashauri wakaaji kuweza kuchukua tahadhari hasa kwa kuweza kujikinga dhidi ya mabadiliko haya. Kufuatana na mtaalamu wa hali ya hewa Profesa Alphonse Kambi, mabadiliko haya yanahusiana na mabadiliko ya msimu kama kipwa na wakati wa mvua. Anakuwa kiomba basi wakaaji kuweza kuvaa mavazi yanayofaa ili kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza kufuatana na hali hii ya hewa. Kwa upande wake Daktari Jean-Pierre Sumba anashughulika na magonjwa katika idara ya afya jimboni humo. Wananchi wanaombwa kuweza kunywa maji mengi ili kuweza kuepukana na upungufu wa maji mwilini hasa wakati wa joto kali. Raia wa Mbujimai wanakuwa wakiendelea kuzoea hali hiyo ya hewa inayobadilika wakati wowote ule.
Katika jimbo la Ituri ni yapata watu 32 ndio waliweza kuuawa na wengine kuweza kupelekwa mahali pasipojulikana. Hii ni katika mashambulizi mawili yaliyoweza kuzaniwa kuweza kuendeshwa na waasi wa ADF NALU. Na huku Chabi tukiwa upande wa Irumu, hali pia inakuwa ikibaki ya wasiwasi, ambako shirika za kiraia zinaendelea kuomba serikali kuweza kutafuta namna yoyote ile ya kuweza kutia nguvu za kijeshi ili kuweza kukomesha kundi hilo la waasi wa ADF NALU. Ripoti yake Isaac Remo ikisomwa naye Jean-Claude Lodikile. Shambulio la hivi karibuni la waasi wa ADF iliripotiwa jana huko Lukaya, ambapo watu 7 waliuawa, wakaaji wengine kadhaa walitekwa nyara. Idadi hiyo bado ni ya muda, kwani shughuli za utafiti zinaendelea. Siku 2 kabla, waasi hao walivamia kijiji cha Njia Panda Bela, ambapo raia 25 waliuawa. Wakaaji wengine walichukuliwa kwa nguvu kwenda msituni ili kubeba mali zilizoporwa na waasi. Kwa mujibu wa shirika la raia ya Kongo, waasi wa ADF sasa wanaelekea Makumo, ambako wakaji wengi wameanza kukimbia. Hali ya hofu kubwa pia inaonekana huko Malulu katika mtaa jirani ya Irumu. Viongozi wa shirika za kiraia katika eneo la Mambasa wanaitaka serikali kuimarisha uwepo wa vikosi vya ulinzi na kuzipatia vifaa vinavyohitajika ili kuwateketeza waasi wa ADF. Wanakumbusha kuwa tangu mwezi Machi mwaka 2026 gundi hilo la waasi limeua zaidi ya watu 100 katika vijiji karibu 20 vya eneo la Mambasa. Shirika la kiraia pia inatoa wito kwa wananchi kushirikiana na viongozi vya usalama. Inawaomba wakaji wanaoshirikiana na ADF kukoma ushirikiano na gundi hilo lenye silaha ambalo linaendelea kusababisha ukosefu wa usalama katika eneo hili. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi. Tujielekeze jimboni Kivu Kaskazini, ambako wakaji wa moja wanashuhudia kuweza kuchoka na ukosefu wa usalama. Kwa Kebi Wivin Mtaka, kurudi kwa amani kutawapa tena raia na wananchi wote nafasi tena ya kuweza kuteseka kutokana na vita. Kufuatana na ushuhuda wake, mwaka wa 2014 akiwa na miaka 17, bomu iliweza kuangukia juu ya nyumba yao akiwa mjini Beni. Hapo aliweza kupoteza mguu wake wa kushoto. Rosalie Zawadi na ripoti kamili. Baada ya ajali hiyo, Wivina na wazazi wake ambao pia walikuwa wamejeruhiwa walipata matibabu kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu CICR. Alipokuwa akitunzwa, ni hapo aliona namna gani watu waliokuwa na huzuni baada ya kupoteza viungo walifurahi walipopewa viungo bandia, yaani maproteza, na ndipo akakusudia kufanya kazi ya kutengeneza viungo bandia. Kupitia ufadhili wa CICR, alifanya mafunzo ya miaka 3 nchini Togo. Alirejea Goma mwanzoni mwa mwaka uliopita, wakati ambapo vita vilikuwa vikiendelea. Hivi kila siku anapowaona wale waliopoteza viungo katika vita ya hivi karibuni, anakumbuka aliyopitia pia. Hata hivyo, jambo linalomgusa zaidi ni kulazimika kutengeneza viungo bandia kwa ajili ya watoto wadogo ambao pia wamekatwa miguu sababu ya vita. Kwake yeye, wazazi wa watoto hawa ni walimaji. Hawashiriki hata mambo ya siasa ya nchi, hata utajiri wa nchi hawaufaidie. Hivi sasa kwa nini watoto wao wakatwe miguu kutokana na vita ambamo hawashiriki hata kidogo? Yeye aswali. Ndio maana anataka amani irudi kwa haraka ili kumaliza mateso kama na haya. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi. Tukiwa katika mji mkuu wa Lubumbashi, ni huko ndiko basi mkutano wa kwanza wa taifa kuhusu sekta ya mafuta umeweza kufungwa siku ya 5 tarehe 24 mwezi huu wa 7, baada ya siku 2 za mazungumzo kuhusu shida na nguvu za sekta hiyo nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo uliweza kuandaliwa na shirika la FEC kwa ushirikiano na Wizara ya Mafuta, ukiwakusanya viongozi mbalimbali wa serikali, sekta binafsi na wataalamu mbalimbali ili kuweza kujadili zaidi kuhusu nafasi ya mafuta katika maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja anamchukua Bwana Ronlin Tibonera ili kuweza kupata mwanga zaidi kuhusu wataalamu wa afya huko mjini Matadi, ambao wanakuwa kiomba wazazi kuweza kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa wakikula mboga za matunda wakati huu wa likizo yao ya shule. Ni kwa nini hasa ombi hilo siku hizi
na shida ni gani ambayo inakuwa ikisababisha ili wazazi wasiweze kununua matunda haya. Uwanjani, pendekezo hili linakumbana na hali ngumu ya kiuchumi. Wazazi wengi wanasema kuwa bei ya matunda sokoni imepanda sana, jambo linalowazuia kununua kwa wingi ili kuwalisha watoto wao. Tunataka kununua matunda kwa ajili ya watoto wetu, lakini mnaona bei ya matunda sokoni kwa sisi wenye familia kubwa ni jambo ngumu, ameeleza kina mama mmoja. Hali hii inahakikishwa pia na kina mama mwenye kuuzisha matunda sokoni. Ni kama mama huyu ambaye tulikutana naye nyuma ya meza yake akiuzisha orange, vitika, hata avoka, akiwa akitueleza kwa sasa ni matunda ya orange ndiyo inakuwa ikijaa sokoni. Kila mtu anayanunua, lakini kwa matunda mengine bei imepanda, hakuna ununuzi mwingi. Vitika na avoka vimepanda sana. Kununua na kula matunda haya mara kwa mara si jambo rahisi kwa kila mtu, ameeleza mama huyu anayeuzisha matunda. Ingawa bei kubwa ya matunda sokoni, wataalamu wa afya wanakumbusha umuhimu wake katika chakula ya watoto, hasa wakati huu wa likizo za shule, kipindi ambacho mara nyingi watoto wanatumia vitamini kubwa. Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Elise Kavira iliyoweza kusomwa na Ronlin Tibonera. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi toka mjini Kinshasa. Kabla ya kuweza kuhitimisha taarifa hii, tumkaribishe studioni Florence Kiza kwa kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Okapi, invité en Swahili. Leo tunamkaribisha Wivin Mutaka, fundi wa vifaa vya kurekebisha na kubadilisha viungo katika kituo cha shirika la Umoja kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa viungo mjini Goma. Akiwa mwathirika wa vita, alipoteza mguu wake mwaka 2014 kabla ya kupata ufadhili wa CICR kusoma kwa miaka 3 nchini Togo. Huko alijifunza kutengeneza vifaa vinavyowezesha watu wengi waliopoteza viungo kutembea tena na kujenga upya maisha yao. Katika mahojiano haya na Rosalie Zawadi, anasumulia kisa chake na kutoa wito wa kurejea kwa amani katika eneo la mashariki mwa nchi, ili hakuna mtu mwingine atakayelazimika kupitia mateso kama yale aliyoyapata yeye. Tusikilize. Wivin Mukata, jambo. Jambo. Unakuwa uko specialista kutengenezea benye bali katika migulu ama proteze. Utuambie kwanza, kumwanzo ulikuwa kana wazaka utafanyaka hii kazi ama bilifika kana namna gani? Mie kumwanzo sikukuwa na wazia kama ndafanyaka hivi bya kutengeneza migulu bandia, maanake maproteze na maorteze sikuwaziaka. Lakini wakati nililumia 2014, nikatunzwa na CICR. Siku nilikamata mgulu yangu ya kwanza, tajiri proteze, ilikuwa Bukavu. Fasi niliona mgonjwa mwenye hana migulu mbili, akiwa na huzuni mingi, lakini siku walimfanyisha mazoezi na ile migulu yake bandia walimfanzia, akafurahi. Na mie nikasikia mimi nafurahi kumuona gisi mtu alikuwa na huzuni mingi lakini anacheka. Nikajiambia kwamba hii njo kitu yenye mimi napaswa fanya, parce kuitika ulemavu sio rahisi sana, zaidi kwa mtu mwenye alizaliwa na migulu mbili, alizaliwa na mikono mbili, lakini banakia banamkata mgulu, banamkata mkono, anakuwa na huzuni ya mingi sana. Kwa hiyo CICR ikanisaidia kunisomesha Togo, nikajifunza miaka 3, nikakuya tena hapa Mkongo, nikakuya afanya migulu kwa wenzangu walemavu kama na mimi. Uniambie sasa, mgulu wako ilikatika kama circumstance gani? Mie niko victim wa bomb moya, alitupaka yule ya nyumba ikanikata mgulu. Tulumia watu 3, mie, baba na mama, lakini mimi ndo nikapoteza mgulu. Mkupoteza mgulu nikajambia maisha yangu inaishia hapo hapo, lakini kwa neema ya Mungu na wazazi walionizunguka wakanitia nguvu ya kuniambia ningali mtu katikati ya wengine. Ndio nikajambia na mimi nitapatia wenzangu juhudi ya kuendelea kuishi. Ulisema inakuwa kugumu kuitika ulemavu. Sasa kwa wanawake particulièrement ni namna gani? Sasa vile ulilumiaka uko na miaka ngapi na namna gani ulifikia kuitika? Mie nililumiaka na niko na 17. Haikukuwa rahisi
kwangu kupokea hiyo jambo. Wakati waliniambia watanikata mguu, nikakataa kwanza. Waniambia itakusaidia, utaishi tena. Mimi nasema omweni kufe na niko na mguu. Lakini après bakaikata. Nikakuwa mwenye huzuni ya sana parce nilijiambiaka ndio mwisho ya maisha. Hakuna tena gisi niweze kuishi kama wengine. Wanawake mara mingi tunajipenda, kama wanatuambia tuko na miguu ya bien tunafurahi, tuko na macho mzuri tunafurahi. Lakini mimi sasa nikata mguu, nikasema hakuna sasa gisi niendelee kuishi na hakuna maana mimi niendelee kuishi. Avec le temps nilishaka elewa kwamba handicap inaweza fikia kila mtu, haina saa na wakati. Ya mzuri ni kukubali hii situation na kujua kwamba après handicap maisha yanaendelea. Baada ya kupata prothèse Bukavu, nikasikia tena mimi nashimama, mimi nafurahi na polepole mimi naendelea kufanya kazi. Ulijisikia je siku uliona umetengenezea mtu prothèse? Yani nilifurahi sana kuona hata mimi sina mguu lakini nimefanyizia mwenzangu mwenye hana mguu ingine mguu ameshimama. Nikusema niko tu mtu wa maana ndani ya societe. Na kwa kumaliza, ulipoteza mguu wako kutokana na vita, ilikuwa kule Beni, na leo vita inaendelea jimboni Kivu Kaskazini. Sijue unawaambia nini wale ambao wanafanya vita? Naambia wale wanaofanya vita ndani ya nchi yetu ya Kongo, parti este ya nchi yetu, watu waache na amani. Sisi tunayo haja ya kuishi tukiwa na amani, kwani nasi tuko wakongomani kama wale wengine. Wanaweza kutuletea masomo ya bure, matunzo ya bure, lakini wale watoto watafanyaje kuenda kwa masomo alors que vita iko mingi? Wivini Mutaka, nakumbusha kwamba unakuwa mganga, unatengeneza miguu bandia kwa wale waliopoteza miguu yao. Aksanti. Asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Ukarabati wa barabara ya kilimo inayounganisha Faraje na Bogoro katika mkoa wa Otuele unaleta matumaini mapya kwa wakazi wa eneo yote mawili. Barabara hiyo ambayo kwa muda mrefu ilikuwa katika hali mbaya sana ni kiungo muhimu cha kusafirisha mazao ya kilimo kwenda kwenye masoko. Mradi huo unafadhiliwa na serikali ya mkoa wa Otuele. Ripoti hii imeandaliwa na Jean-Claude Lokidile. Katika eneo la Faraje wakulima hulima hasa mpunga, kalanga, mtama na unga wa mihogo. Lakini kwa mujibu wa Tafo, mkaaji wa Furukuchi, hali mbaya ya barabara hii yenye urefu wa kilomita 15 ulikuwa ikifanya usafirishaji wa mazao hayo kuelekea masokoni kuwa ngumu sana. Tumekuwa tukiomba mara nyingi kuhusu ukarabati wa barabara hii. Tulikuwa tukigongana na matatizo makubwa ya kusafirisha bidhaa kutokana na mashimo mengi yaliyokuwa barabarani. Gharama za usafirishaji kwa pikipiki pia zilikuwa kubwa sana. Waendesha pikipiki pia wanathibitisha matatizo hayo. Aningobe Kango anasema kuwa ubovu wa barabara hii ulisababisha uharibifu mkubwa wa pikipiki. Kwa upande wake, kazi za ukarabati zinazoendelea ni mwisho wa mateso wa muda mrefu. Tulikuwa hata tunapoteza pikipiki mapya baada ya miezi miwili tu tangu zianje kutumika kwa sababu ya kuharibika kwa barabara hii. Tunafurahi sana kuona kwamba barabara hii inakarabatiwa mara tena. Kusafirisha bidhaa kutoka Mvoga hadi Furukuchi kulikuwa mateso makubwa kwa sababu ya mito ya kuvuka na matope mengi yaliyokuwa njiani. Watumiziaji wa barabara hii wanasema kuwa hatari zilizotokana na ubovu wa barabara zilisababisha kupanda kwa gharama za usafiri. Kulito, mkazi mwingine wa eneo hilo, anaamini kuwa ukarabati wa barabara hii utachochea kufufuka kwa shughuli za kiuchumi. Sisi ni wakulima. Kwa ukarabati wa barabara hii tutapata wateja wengi sasa zaidi watakao kuja kununua mazao ya mashamba zetu. Itatuwezesha kupata mapato cha kuhudumia mafamilia zetu. Pia tunaomba ulalo wa Mvoga
ambao kwa sasa limeharibika sana litengenezwe. Kwa makazi wa eneo hilo, kumalizika kwa kazi za ukarabati wa barabara kutasaidia kufungua sehemu hii ya eneo ya Faraje kwa kurahisisha usafirishaji wa mazao ya kilimo pamoja na usafiri wa watu na pia bidhaa. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi. Huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka masafa ya Amani. Shukrani kwako msikilizaji, wewe uliyetutega sikio mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Jina langu ni Jeremy Baraka, niliyekuwa mtangazaji na msimulizi wako. Kwa njia ya ufundi nilisaidiwa naye Pierre Jasinwa. Taarifa hii iliweza kusimamiwa na Jean Desire Kanyama, kwa uongozi wake Lievin Mbwinga. Kwa niaba ya timu lote la masafa ya Amani Radio Kapi, tunawatakia wiki ya amani na mafanikio kwa majalio ya Mwenyezi Mola. Bye bye.